Kwa majina naitwa Jackson Mpoki Masekaga, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Bagamoyo. Kama unavyoona waandishi wa habari kwamba tuna changamoto kubwa sana kwa sababu ya maji yameanza jana usiku wa kuamkia leo. Kwa kama unavyoona hapa kila sehemu watu wote na wakiko wamepita barabarani hapo, nimeona watu wengi wamejikusanya barabarani manake maji yameingia mpaka ndani. Ingia mpaka ndani wanapikia barabarani, mifugo yote aina ya ng'ombe na kila kitu kuku tumehifadhi barabarani. Kwa hiyo ni kikubwa tunamshukuru Mungu, serikali ilitambua hilo kwamba watu tuwawekee barabara, pengine inaweza kaa sehemu ya kukimbilia baadaye. Kweli imetuokoa. Singekuwa barabara hii kwa kweli sisi tungekimbilia wapi? Kwa upande huo tuishukuru sana serikali, lakini pia serikali isiishie hapo tu, ituangalie kwa jicho lingine, kwa sababu hii hali ni ya kila mwaka. Angalau ijaribu kufikiria kwamba kwa miaka mingine ya mbele tuweze kujinusuru vipi katika haya mafuriko, japo ni kila mwaka, lakini sasa natakiwa iplani kwamba tufanyeje ili watu angalau mafuriko hata kama yakiwa nakuja baadaye yaweze kuwarahisishia kidogo. Kwa hivyo ituangalie kwa jicho lingine. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Hamidu Kalievele Mwambejeje, ni diwani wa kata ya Bujonde. Nikushukuru sana mwandishi wa habari kuja kunitembelea kuona hali halisi ya mafuriko ndani ya kata ya Bujonde. Mafuriko ndani ya kata ya Bujonde yameingia kuanzia kwenye shule ya msingi Ngamanga mpaka ziwani, maji yametapakaa, yameingia majumbani mwa watu. Lakini nishukuru sana halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa kutulimia barabara ya mwinuko ambayo kwa kipindi hiki imetusaidia sana. Kila kitu ni barabarani, kupika umo, mifugo yetu aina ya ng'ombe, nguruwe ni umo. Ndio maana naishukuru sana halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa kutulimia barabara ya mwinuko. Bila barabara tungeteseka sana na tusingejua hii mifugo tungeiweka wapi. Ingawa hii barabara ina upungufu, bado ina upungufu wa makarabati. Namshukuru injinia wa TARURA ameniongezea makarabati, lakini bado mwinuko haujakizi. Kwa hiyo kupitia ujio wako mwandishi wa habari, hii barabara inatakiwa mwezi wa 9, nitamuomba tena injinia wa TARURA kwamba tuinulie ili mafuriko yatakapo kuja tena ya mwezi wa 4 2027 yasiweze kupita juu ya barabara, ili watu wapate upenyo wa kupika chakula na kujistiri na mifugo yao, kwa sababu hii barabara imetusaidia sana kulinda mifugo yetu, aina zote za mifugo, kuku, nguruwe, ng'ombe ni umo. Hata sisi binadamu tunapikia umo kwenye barabara. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa ujio wako, na siku nyingine tena uje, usisite kuja, utaniachia namba yako pale nitakapokuwa na shida nitakuwa nakupigia. Kwa muda huu madhara bado hajajitokeza kwa sababu haya mafuriko yameanza usiku wa kuamkia leo. Saa 8 usiku mto Kiwira umefurika. Kwa hiyo madhara bado. Wanafunzi si rahisi kwenda mashuleni kwa sababu jinsi ulivyoangalia mimi kuvuka hapa kwenda kwenye nyumbani kwangu pale, maji mpaka shingoni au kwenye kifuani hivi. Kwa hiyo hata watoto kuanzia leo hawawezi wakaenda shuleni kwa sababu haitawezekanika kwamba mtoto huko ameloa alafu anaandika. Baba. Sasa. Asante. Sauti. Asante ndugu waandishi wa habari. Mimi naitwa Edwin Sadok Makuru, ndiye katibu kata wa Chama cha Mapinduzi kata ya Bujonde. Lakini sambamba na hilo, ndugu waandishi wa habari, tuko hapa ndani ya kata hii kwenye kijiji cha Itope, kitongoji cha Itope, na vile tunakwenda katika kijiji cha Rubaga na vitongoji vyake vyote. Tumepata taarifa ya mafuriko ya mto Kiwira ambayo yamepanda juu ya barabara. Ni kama mnavyoona maeneo yote haya ni mafuriko, na wananchi wa hapa wote mambo haya yameharibika sana, kwa sababu mifugo yao imeondoka, nguruwe wameondoka, kuku imeondoka. Kwa hapa wamebaki wapweke kabisa kwa sababu ya mafuriko haya. Kwanza kwa maombi juu ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kimetoka kukarabati makarabati 9
ndani ya kijiji cha Rubaga, lakini ndani ya kijiji cha Ichope hatuna karavati hata moja. Makaravati haya ya kuliplesi eneo hili, tunaiomba serikali kwamba iongeze makaravati mengi ili barabara maji haya yapate kupita kwenye mkondo wake. Lakini vile vile historia ya mafuriko haya ni kila mwaka tunapata mafuriko ya aina hii. Kwa hiyo tunataka kutunza barabara kwa ajili ya kutengenezea makaravati ili maji yapite chini ya makaravati na barabara ikawa salama. Jone Keboha Mwanyembe mifumo ikumba ya kumba amyangu kwa endo siako sifujira na nkonde ngugu kamisha yaga ngombe ngugu na jira nyonambo eseka jetuwe kono jetuwe jikatobea kutoka tuto wandu ndo kwenda kwa kwenda kwa tukakena tukakena wandu ndo tukule tulipo ono mwana wangu nganga mwage sasa ndi mongolonda kajana mwegiro kwa msinkiro Yohai tena kama wao msaada kwa bwana walongozi bisi kwa msaada kwa mkolondo tukutoketa twebando tuone mkono maso tukutenda abantu abanaloni wako hai ule msimu wa nyuma ule yale ni maji kwa wastani maji mengi yale huko yakupita huko haya ni zaidi ya yale haya ni zaidi ya yale lakini kuangalia hata mazao ukienda mazao hata punje la mpungu lioni hata jani lioni na sisi tunapenda kwenye miti hapa hapo. Sinai Hesa Kasiongoti. Naongea ni mafuriko yamejaa, yani mwaka wa kwanza. Yani mafuriko yameanza mwaka 2021 wakaanza mtoto wa pili anaitwa Atido. Mpaka sasa hivi yani nimeshinda, yani jinsi ya kuishi nyumbani kwa nimeshinda. Yani ingekuwa kama siokuwa kwenye ulisi, mimi ningeondoka bao ningekimbia. Yani amani sipo taangia nilipofika mafuriko saa 10 usiku nimeamka. Mali yangu yote imepotea, kuku watoto nimekuta wanaoana maji yote, nguo zote ziko baba yani za kwangu mimi mwenyewe. Yani nimeshinda, nilikuwa napika babalani hapo. Watoto wameshinda njaa. Niko baba yangu. Kwa hiyo naita Sinai Hesa Kasiongoti na natangaza hilo. Kwa sababu mimi sio nikaongea kitu cha uongo wala nini. Yani unga wewe ni kuwepo ndani na mahindi yote yamelowana. Yani niko babalani hapa ndio napika sasa kutoka asubuhi sijana. Kufa na njaa. Sina mia hata mbovu. Ndio hilo bata. Naitwa Stella Florence Mwakiusa. Nimetokea kwenye kitongoji cha Mpanda, ni kijiji cha Rubaga. Tumeathirika na maji haya kuanzia leo asubuhi saa 10. Yametukuta tumelala usingizi. Kuku wamezama, vyombo ambavyo tulikinywa maji nje vimezama. Ina maana ni vitu vingi sana tumeathirika. Kwa hapa nilipo ni mimi ni mjasiriamali, nafanya biashara, napika mgahawa. Hapa nimekodi tu kibanda cha mtu ndio nafanyia biashara. Mimi nyumba yangu imeshaathirika, kibanda changu kimeathirika. Kwa hapa nimekuja kujitafutia V200 vya kula na watoto kwa siku ya leo kupitia njia hii ya maji yaliyonitokea nyumbani kwangu. Naiomba serikali yetu yani imetuongezea makaravati, ila makaravati yaliyoongezea bado tu tunaathirika na mafuriko ya maji. Tunamuomba Baraka Mwamengo ambao ni mbunge wetu atufanyie kazi tena ya makaravati. Makaravati aliyotuongezea ni kweli alikuwa ni mengi, lakini bado tu anatuathiri. Maji tunaelemea na maji, na hivi tunavyoongea tumezidiwa na maji. Tunaomba misaada kutoka kwenu. Kama ni na nini makaravati kutuongezea, sijui serikali itatuweka wapi kwa kijiji cha cha Rubaga. Tumeathirika sana na maji kwa wote jumla, yani kijiji kizima cha Rubaga. Na makaravati serikali tunaomba. Chakula tumeathirika, chakula chote kimeenda na maji. Kwa hiyo tunaomba msaada toka kwenu kuhusu upande wa chakula. Ni misaada yani chochote mtakacho tuwazia, ni nini mtatusaidia. Sisi ni waathirika kabisa wa maji. Mipunga, mahindi tulikuwa bado kuvuna na yenyewe yameshazama na maji. Kwa msaada mwingine wapo hatuna, tunaomba msaada kutoka kwenu serikali yani.